Naam, nikukaribisha katika Mshike Mshike. Mimi ni Akida Kilango. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan leo Juni 13 amekutana na viongozi wa klabu za Simba na Yanga Ikulu ya Chamwino jijini Dodoma na kufanya mazungumzo nao. Picha za Rais Dr. Samia na viongozi hao zimechapishwa katika ukurasa rasmi wa Ikulu mawasiliano pamoja na ule wa Rais wa Tanzania bila kueleza undani wa mazungumzo hayo. Rais Samia amekutana na viongozi wa Simba na Yanga katika kipindi ambacho kumekuwa na mtafaruku mkubwa kuhusu mchezo wa dabi ya Kariakoo kati ya Yanga na Simba ambao ulipangwa kuchezwa Juni 15 uwanja wa Benjamin Mkapa. Na muda mfupi baada ya kuonekana picha za Rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan pamoja na viongozi wa Yanga pamoja na Simba, Bodi ya Ligi Kuu ya Tanzania ikatangaza kusogeza mbele mchezo wa dabi ya Kariakoo hadi Juni 25 badala ya tarehe ya awali ya Juni 15. Taarifa rasmi ya Bodi ya Ligi Kuu Tanzania imesema sasa mchezo huo utapigwa Juni 25 katika uwanja wa Benjamin Mkapa, Dar es Salaam, huku bodi ikizitakia maandalizi mema klabu za Yanga na Simba kuelekea katika mchezo huo. Na muda huu naungana kwanza na mchambuzi wetu wa masuala ya kabumbu Philip Nkini kuweza kutazama kuhusiana na kile ambacho kimeweza kutokea. Karibu sana Nkini. Asante kaka. Mambo vipi? Safi kabisa. Hatimaye kitendawili cha dabi ya Kariakoo ni lini itapigwa? Tayari kimeshateguliwa kwa taarifa ambayo tumeishuhudia muda mchache uliopita kutoka Bodi ya Ligi Kuu Tanzania. Ni kitu ambacho watu wengi walikuwa wanasubiri. Yaani leo kuanzia jana taarifa nyingi ambazo kwa zinasambaa watu walikuwa wanasubiri kusikia aidha dabi itakuwa pale pale kwenye tarehe ile kwa imepangwa au itasogezwa mbele. Yaani ni hivyo vitu vilikuwa vinasubiriwa. Kwa hiyo baada ya kutoka naona sasa hivi kama vile mashabiki moyo wao umetulia sasa hivi. Hawezi na kuuliza nini ambacho kinaendelea, muamuzi nani, kwa sababu leo watu wengi walikuwa wanauliza muamuzi ameshatangazwa, mechi inachezwa wapi. Yaani kuna maswali mengi ambayo walikuwa wanaulizwa. Kwa hiyo baada ya kutangazwa kwamba imesogezwa mbele, nafikiri ni jambo sala kusubiri kuona dabi ambayo kwenye msimamo inaonekana kwenye ratiba inaonekana kwamba ndio mechi ya mwisho ya ligi. Kwa hiyo tunasubiri kuiona dabi ambao kombe la ligi kuu litakuwa uwanjani. Kabla wawili ndio wanapewa nafasi ya kabla hatujaungana na mwenzetu Hassan Mvula ambaye atakuwa na ofisa habari wa bodi Karimbo Imanda, kama ratiba itaendelea kuwa vile ilivyo katika michezo ya mzunguko wa 29 na 30 na mchezo huo basi wa Juni 25 utakuwa ndio mchezo pasina shaka wa kuweza kuamua kwamba ni nani anachukua ubingwa. Utakuwa na mvuto kiasi gani? Unaweza usiamue, sababu hapa katikati kila timu ina mechi mbili, kama ratiba itabaki vile jinsi ilivyo. Lakini ndio mechi ambayo bingwa atakabidhiwa kombe, kwa sababu aidha awe amechukua hapa katikati amechukua Simba au amechukua Yanga. Hakuna timu nyingine yote ambayo inaweza ikafikia pale ambapo wenyewe walipo. Ni hao wawili. Kwa hiyo ni mechi ambayo inasubiriwa kwa hamu kwa sababu ni mechi ya dabi. Mara nyingi nafikiri mara ya mwisho kukutana ambapo mtu alishachukua ubingwa ilikuwa 2012 ambapo ni mechi ile ambayo Simba alikuwa ameshachukua ubingwa. Kwa hiyo hii ni mechi nyingine ambayo inakuja baada ya miaka 13 kupita. Kwa hiyo ni kitu ambacho kila shabiki wa soka atakuwa anasubiri kuona nini ambacho kitatokea siku hiyo. Kwa mashabiki pasina shaka nyoyo zao sasa zitakuwa zimetulia. Vipi kwa upande wa mashabiki kwamba mnakutana lakini kombe liko uwanjani? Anafikiri ni mechi ya kihistoria kwenye unajua kuzungumzia miaka 13 ni mingi sana. Kama wanaenda uwanjani siku hiyo, wengi watakuwa wanatamani kuona ya kwamba wanaenda kwenye mechi ambayo bado bingwa hajapatikana. Yaani waende kwenye mechi ambayo ni ya kwenda pale matokeo yake ndio yanaamua bingwa wa ligi kuu ni nani. Kwa hiyo nafikiri ni matamanio yao. Yanga katikati ana mechi mbili, Simba katikati ana mechi mbili. Kwa hiyo anacheza karata zake vizuri hapa, ana uwezo wa kwenda kuchukua ubingwa kule mwishoni, au wakafika pale dakika 90 za pale ndio zikaamua ubingwa wa ligi. Nitakuongeza swali lingine hapo baadaye, lakini kwa sasa tutazame michezo hii Nkini, namna ambavyo wamekutana. Hii ni michezo mitano ya mwisho, Yanga Sports Club akionekana kuwa na faida zaidi. Kwenye michezo hii na hata kama sasa hivi mechi ingechezeka ya dabi, bado Yanga angekuwa na faida kwa sababu matokeo ya sare pia yangeweza yakampa faida zaidi. Lakini ukiangalia kwenye matokeo jinsi yalivyo, unaona ya kwamba Yanga amekuwa bora kwa Simba kwenye mechi zote hizi ambazo unaziona hapa za hivi karibuni, lakini bado haziwezi kuwa na maamuzi ya mwisho kwenye ile mechi ambayo bado haijachezwa. Sababu hii siwe kigezo ya kwamba sababu bwana ushashinda mechi 4
au mechi 5 akienda mechi ya 6 pia atashinda. Hapana, kwenye mechi ya dabi ni kitu kingine. Ni mchezo ambao huwezi kwenda na matokeo. Hauna matokeo ya moja kwa moja, kwa sababu unaweza ukawa bora ukapoteza, unaweza ukawa kidogo sio bora lakini ukashinda hiyo game. Kwa hiyo ni kitu cha kusubiri tuone kitakachotokea. Mbali na matokeo haya, tukitazama pia katika orodha ya wafungaji, ni wazi kwamba hapo kuna vita nyingine kwa upande wa Young Africans, lakini pia Simba Sports Club, hawa wakiwa ndio vinara wa upachikaji mabao ndani ya Yanga. Prince Dube anafanya vizuri, Clement Mzize anafanya vizuri, Pacome sio yuko mbali kidogo kumzungumzia kwenye ufungaji bora, ingawa namba zake sasa zinazungumza. Ukichukua idadi ya magoli aliyofunga na assist alizotoa, unaona kwamba ni magoli 18. 18 anakuja hapa atakuwa amezidiwa na Prince Dube tu kati ya hao watatu waleko hapo. Lakini kwenye ubora wachezaji wote hao waleko Yanga wote ni bora. Yaani kila mmoja anaweza akaamua mechi kwa wakati wake, kwa sababu wameshaonesha kwenye ligi ya kwamba nini wanaweza kufanya. Pamoja na idadi ya magoli unayoiona hapa, Yanga ndio timu ambayo inaongoza kufunga magoli mengi mpaka sasa hivi kwenye ligi. Kwa hiyo hauwezi ukaacha kuwasifia kwenye kiwango ambacho wamekionyesha kwenye ligi mpaka sasa. Lakini tuwatazame pia Simba Sports Club kwa upande wao. Je, vinara katika upachikaji wa mabao ni kina nani? Wao wakiwa pia wanamtoa kinara wa jumla. Tutazame hapa Nkini. Ukija ukiangalia Chaza wao amfanya vizuri kwenye msimu mzima mpaka sasa hivi. Hauwezi ukakataa kwenye namba zake. Goli 23 anahusika nazo mpaka sasa hivi kwenye ligi. Unaenda utamkuta Ateba, unakuja unamkuta Steven Mukwala. Au ukiangalia namba zao zinafanana. Kwa hiyo bado unakuja unaona ya kwamba bato ya hawa hapa ya washambuliaji walioko upande wa Simba na ile bato ya washambuliaji walioko upande wa Yanga angalau kidogo zinasogeleana. Tofauti yao tu ni Ahoua hapo ndo amekuwa mbali zaidi. Lakini kwa upande wa dakika Ahoua anaonekana pia kuwazidi wenzake pakubwa. Ni kwa sababu ya ubora ambao amekuwa akionyesha kwenye kila mechi. Yaani kila mechi amekuwa bora, kwa hiyo amepata nafasi ya kucheza muda mrefu. Uwezo kumfanisha Ahoua kwenye nafasi yake na nafasi ambazo amekuwa, sababu Mukwala na Ateba wamekuwa wakipishana kwenye ile nafasi kila mara. Ya kwamba aiza aanze Mukwala, aingie Ateba aanze nje. Au aanze Ateba afu Mukwala aingie baadaye. Tutazame pia kwa ujumla sasa katika orodha ya wapachikaji mabao bora katika ligi kuu ya NBC msimu huu wa 2024-25, ambapo Chaza huwa yeye ndio kinara hapo akiwa na magoli 13, lakini akiwa anafuatiwa na Prince Dube mwenye magoli 13, anafuata hapo Clement Mzize, lakini pia tunamwona hapo Steve Mukwala. Tupitisha hapa. Ukitazama Ahoua, hata ukiangalia hata dakika zake sasa kwenye dakika ambazo amecheza yeye na alizocheza Mzize bado hazifanani pia. 1700 na Ahoua amecheza nyingi zaidi kuliko alizocheza Mzize. Lakini Prince Dube pia naye amekuwa bora sana. Goli 13 ukiziona hizi, tofauti yao ni goli moja kutoka kwenye alipo Ateba mpaka anapokuja kufika alipo Clement Mzize. Nitoka kwa Jonathan Sow ambaye ameingia goli 11. Lakini huyu unamzungumzia tofauti sasa na hawa, kwa sababu huyu ameingia katikati ya msimu. Unajiuliza ya kwamba kama angeanza na spidi hiyo afu akaanza nao msimu, nini ingekuja kutokea? Kama angekuwa na spidi hiyo, ina maana ungekuwa unamzungumzia yuko mbele ya Chaza Ahoua, kwa sababu ya ubora ambao ameonyesha kwenye mechi chache ambazo amecheza. Hata mechi 16 hajacheza kwenye msimu. Nilikuwa hili nitakuuliza swali, nitaliuliza hapo baadaye, lakini kwa muda huu tuungane na mwenzetu Hassan Mvula ambaye muda huu tunapozungumza yuko na ofisa habari wa TPLB Karim Boimanda. Kwako Mvula, pasina shaka watazamaji wetu kuna mengi ambayo angependa kuyafahamu kutoka kwa ofisa habari wa bodi ya ligi. Akida, na bila shaka baada ya vuta ni kuvute ya muda mrefu na sintofahamu kwamba dabi itachezwa ama ichezwi, hatimaye bodi ya ligi ilivyotangaza kwamba mchezo huo utachezwa Juni 25, na muda huu niko Kigamboni Kisiwani hapa, niko na afisa habari wa bodi ya ligi, na bila shaka Watanzania wengi wanataka kufahamu kwamba hatima sasa ya michezo ya raundi ya 30, ambapo mchezo huu ulikuwa umalizike, ligi ilikuwa imalizike Juni 22. Karim Boimanda, Watanzania hivi sasa wengi wanataka kujua mpangilio mzima wa ratiba ukoje, na mechi hii haiwezi kuathiri mechi za mwisho? Of course mchezo pekee ambao unaathiriwa na taarifa iliyotolewa leo ni mchezo namba 184 kwa maana ya Young African Sports Club dhidi ya Simba Sports Club, lakini michezo mingine yote inasalia kama ilivyokuwa kwenye ratiba ambayo tuliitangaza hapo awali. Kwa maana nini inamaanisha? Kwamba michezo ya mzunguko wa 29 ambayo ilipangwa kufanyika Juni 18 itafanyika Juni 18 kuanzia saa 10 kamili alasiri, na michezo ya mzunguko wa 30
ambayo tulieleza kwamba itafanyika Juni 22 imesalia pale pale Juni 22, na kwamba na yenyewe itaanza muda mmoja saa 10 kamili alasiri. Kwa hiyo mchezo huu namba 184 sasa unakwenda Juni 25, ambayo ni takriban siku 3 tangu michezo ya raundi ya 30. Kwa hiyo maana yake ni nini sasa? Ni kwamba mchezo wa dabi ya Kariakoo wenyewe unakwenda kuwa mchezo wa mwisho kabisa wa ligi kuu ya NBC, kwa maana ile mizunguko 30 ambayo itakwenda kufanyika hiyo Juni 25. Na naona dalili zote kwamba mchezo huo unaweza kutumika kukabidhi kikombe cha ubingwa kwa bingwa wa ligi kuu ya NBC bila shaka. Baada ya kupita muda mrefu sana kwa tukio kama hilo kutokea. Maandalizi yenyewe sasa yakoje? Kwa sababu ni wastani wa siku 10 tu. Ya, uzuri ni kwamba sisi tulikuwa tunaendelea na maandalizi. Tulikuwa tunaendelea na maandalizi kwa maana ya mchezo kufanyika Juni 15. Na baada ya mabadiliko haya tumepata siku nyingi zaidi za kuendelea na maandalizi. Kwa hiyo tunaamini japo tutakuwa na majukumu ya mizunguko miwili hiyo nilitoka kuitaja, kwa maana mzunguko wa 29 na 30, lakini mchezo wa dabi ya Kariakoo ni mchezo mkubwa kwa sababu unavuta hisia za watu wengi zaidi, na kwamba maandalizi yake sisi tunaendelea tu, hatuanzi upya, tunaendelea pale ambapo tulikuwa tumefikia siku ya leo, tukiamini mchezo ungekuwa kesho kutwa Jumapili, na kwamba sasa tuna siku zingine takriban siku 10 na kidogo kwa ajili ya kuendea huo mchezo. Kwa hiyo maandalizi yako vizuri, tunamshukuru Mungu, maandalizi yako vizuri na kila kitu kitakuwa sawa kuelekea huo mchezo. Bila shaka limekuwa ni tamko la faraja kwa Watanzania wengi kuona dabi inachezwa. Sasa nini kauli ya bodi ya ligi kuelekea dabi inayochezwa Juni 25? Ya, nimetoka kusema ni mchezo mkubwa ambao unavutia hisia za watu wengi. Kwa hiyo kauli ya bodi ya ligi kuu Tanzania ni kwamba tunafahamu ni moja kati ya michezo ambayo inasubiriwa kwa hamu sana kwenye ligi kuu kwenye kila msimu. Kwa hiyo tunafahamu pia wadau namna ambavyo wanausubiri kwa hamu huo mchezo. Kwa hiyo ni wakati tu sasa wa kila mdau kwa nafasi yake kufanya maandalizi kuelekea huo mchezo. Hapa najaribu kuzungumzia wadau wengi wakiwemo mashabiki, wa thamani kabisa wa ligi kuu ya NBC, mashabiki wa thamani kabisa wa dabi ya Kariakoo. Kila mmoja kwa nafasi yake basi sasa asubiri kufikia Juni 25 ambapo tutashuhudia huo mchezo mkubwa, tutashuhudia burudani na tutatamatisha msimu wetu kwa uzuri namna hiyo. Maandalizi ya jumla sasa ya kufunga msimu wenyewe yakoje? Ya, wakati tunafanya maandalizi kuelekea mchezo namba 184 dabi ya Kariakoo, tunaendelea pia na maandalizi ya kufunga msimu wenyewe. Mizunguko miwili iliyosalia pamoja na mchezo mmoja haifanyi msimu kutamatika, kwa sababu tayari tunajua ndani yake kuna mchezo wa fainali ya kombe la shirikisho la CRDB, lakini pia kuna michezo ya hatua ile ya mtoano. Kwa hiyo yote hii sisi ipo ndani ya huu msimu na tunaendelea kujiandaa vema. Mpaka kufikia sasa tumekuwa na msimu bora sana na hatutaki kuruhusu michezo hii michache iliyosalia iharibu taswira nzuri ambayo ilishajengeka. Kwa hiyo tutaweka mkazo zaidi kwenye michezo iliyosalia. Tutatumia maafisa walioonyesha ubora zaidi kwenye msimu huu, ndio ambao watapewa jukumu la kusimamia michezo iliyosalia ili iende vizuri, na tunaamini klabu zetu watakuwa weledi, viongozi, wachezaji, maofisa wa ufundi wote watakuwa weledi kuhakikisha hakuna matukio ambayo yanaweza kuchafua taswira ya ligi yetu bora hii ambayo imeshatangazwa kuwa ligi ya 4 kwa ubora barani Afrika. Nikutakia kila laheri na maandalizi mema ya dabi Juni 25. Akida Kilango, nilikuwa na afisa wa bodi ya ligi, msemaji huyu Karim Boimanda, na bila shaka ametoa ufafanuzi unaoeleweka, na ile hofu iliyokuwa imetanda miongoni mwa wapenzi na mashabiki wa kandanda utakuwa tayari imeshaanza kuwaondoka. Nikiripoti kutoka hapa Kigamboni Kisiwani, Hassan Mvula, Azam Sports. Nikushukuru sana Mvula. Tumesikia kile ambacho Boimanda amekizungumza. Sina shaka kile ambacho ulikuwa unakizungumzia tayari kimeshajibiwa. Nitarejea kwako. Huu ni Mshike. Uko nami Akida Kilango, niko hapa na Philip Mkini.
Naam, shukrani sana kwa kuendelea kutufuatilia hapa katika Mshike Mshike. Bado upo nami Akida Kilango, nipo hapa na Philip Nkini. Kabla tujatazama kilichoandikwa na mashabiki mitandaoni kwa alichokizungumza Boimanda, sasa ni wazi kwamba ubingwa wa msimu huu waweza ukanoga kwa mtu fulani kwa kushinda akiwa amemfunga mtani kwa mujibu wa msimamo jinsi ulivyo. Ni sahihi unachokisema, sababu kama matokeo yataenda hivi kama yalivyo, wote watashinda mechi zao, ina maana kwenye mechi ya mwisho Yanga ataenda akiwa na faida 2 au 3, sababu hapa ukiangalia yeye anaweza akaenda kwenye mechi ya dabi akapata sare akachukua ubingwa kama atashinda mechi zake zote zilizobaki, na Simba akashinda za kwake zote zilizobaki. Lakini pia Simba lazima pia apambane na ile wigo pana pale la magoli ya kufunga na kufungwa. Kwa sababu hapa unaangalia kuna tofauti nafikiri karibia goli ngapi, goli 9 kati ya Simba na Yanga. Kwa hiyo ni vitu viwili ambavyo Simba anaviendea kwenye hizi mechi mbili zilizobaki hapa kabla hajafika kwenye hiyo mechi hapo. Lakini hiyo yote tunayozungumzia ni kutokana na matokeo ya hizi mechi mbili za hapa katikati, Simba na Ken Gold na Kagera, lakini pia Yanga na Dodoma pamoja na Prison. Mechi yake ngumu kidogo labda ya Prison. Wako ambao katika balaa kule la kushuka daraja, tutatazama hapo baadaye, lakini kwa sasa tutazame kile ambacho umeweza kutuandikia kupitia katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii, ambapo tuliweka swali lilokuwa linauliza kwamba ni rasmi dabi ya Kariakoo itachezwa Juni 25, 2025. Je, nani atapata matokeo mazuri na kutoa ubingwa wa msimu huu? Swali hili lilikuwa ni hilo. Tutazame sasa kile ambacho umeweza kutuandikia, tukianza na Instagram. Baraka anasema no doubt Yanga anaenda kushinda 2-0 kwenye mchezo huo. Lakini Zombie 2003 anasema mchezo wa dabi huwa na mambo mengi sana, inategemea na timu itakayokuwa imejiandaa vizuri ndio itashinda. Lakini Mariam James 55 anasema hii haina kipengele, Azam tunasubiria mtangaze watangazaji sasa. Hili ni swali hapo, nasi tumepewa mtihani hapo kwamba ni nani ambaye anashughulikia ama atatangaza mchezo huo. Basi utaendelea kufuatilia matangazo yetu utaweza kufahamu hilo. Lakini tutazame kwa upande wa kurasa zetu nyingine, na hapa sasa ni Facebook. Masunga Sinyela nasema ni Masunga Mbonje kutoka Mbeya, anasema mimi naona mechi ikitoka sare ya 1-1 kwa sababu ya uwezo kwa sasa timu zote ziko sawa kiufundi, hata kupata wachezaji wa kuamua mechi kwa pande zote. Lakini Najele wa Njombe anasema Yanga ana kikosi bora katika idara zote na uhakika wa kushinda hiyo dabi. Lakini David Emmanuel kutoka Kirando Nkasi anasema atakayechanga karata zake vizuri na atakayekuwa na mipango mizuri atashinda dabi hii na uondo wote. Tuachia Azam TV, burudani kwa wote, hii haina kipengele. Amehitimisha kwa kusema hivyo. Lakini tumalizie kwa kuangalia kile ambacho umetuandikia kupitia X. Mkushi kutoka Kigamboni Mafinga anasema tarehe yoyote, muda wowote na saa yoyote, Simba tunamtaka Yanga kwa namna yoyote. Lakini Emmanuel A. Mtinya anasema dabi ya Kariakoo itakuwa ya ushindani mkubwa, lakini kutokana na kiwango bora cha Yanga msimu huu una nafasi kubwa ya kutoa ubingwa. Kwa sekunde chache Nkini, ni kipi ambacho umeking'amua kutokana na kile ambacho wamekizungumza mashabiki kupitia mitandaoni? Kuna shabiki mmoja amesema kwamba timu itakaojiandaa vizuri, itakaochanga karata zake vizuri ndio itakaopata ushindi kwenye mechi. Lakini nimeona message kama 2 au 3 ambazo zote zinawaachia Azam TV kipengele. Zimezungumzia kwamba sasa hivi wanasubiri Azam TV watangaze watangazaji, lakini nyingine anasema sisi tuwaachie nyie sasa mtuletee hiyo mechi mubashara. Kwa hiyo nafikiri ni vitu ambavyo watu wanasubiri, kwa sababu huko nyuma wameshawahi kupata vitu bora zaidi kuliko hichi ambacho wanakitegemea sasa hivi. Ni kusisitize tu kwamba lipia kisimbuzi chako shilingi 28,000 ili usikutane na usumbufu wa kimtandao na uweze kushuhudia mchezo huu mubashara utakapigwa saa 11 jioni dimba la Benjamin Mkapa, saa 11 kamili jioni. Sawa, mimi tayari nishafanya. Nikushukuru kwa sasa. Asante sana. Naam, huyo ni mchambuzi wangu Philip Nkini. Nimemsikia hapa kitupitisha kuhusiana na kile ambacho kimetokea leo kuelekea katika mchezo huo wa dabi ya Kariakoo ambayo sasa ni rasmi itapigwa Juni 25 mwaka huu. Lakini tukiendelea kutazama mengine makubwa tuliokuandalia katika Mshike Mshike, wachezaji waliowahi kukipiga katika ligi kuu ya NBC Selemani Mwalimu na Stefan Aziziki wameng'ara katika kikosi cha Wydad Casablanca ya Morocco, wakihusika katika magoli mawili kwenye ushindi wa magoli 7-0 dhidi ya CS St Laurent ya Canada katika mchezo wa kirafiki. Juma Kinanguka na taarifa zaidi.
Canada kuelekea kuanza kwa kombe la dunia la club, Wydad Casablanca ya Morocco imepata ushindi wa mabao 7-0 dhidi ya CS Saint Laurent ya Canada katika mchezo wa kirafiki. Wachezaji kutoka ligi kuu ya NBC wanaoichezea Wydad, Selemani Mwalimu aliyesajiliwa kutoka Fountain Gate na Azizi Ki kutoka Yanga, wamehusika katika magoli mawili kati ya 7 yaliyofungwa katika mchezo huo. Kwenye ushindi huo, mshambuliaji Selemani Mwalimu amefunga goli moja na kutoa pasi 3 za mwisho, na moja kati ya hizo ikienda kwa Stefan Azizi Ki na nyingine kwa Samuel Obeng. Mchezo huo umetoa mwanga kwa nyota hao, huku Selemani Mwalimu akionekana kuwa katika kiwango cha hali ya juu kutokana na goli alilofunga na asisti alizotoa. Walipoteza mchezo wa kwanza wa kirafiki dhidi ya Sevilla ya Hispania kwa goli 1-0 kabla ya kufungwa bao 1-0 na FC Porto ya Ureno, michezo yote hiyo ikichezwa mjini Casablanca. Wydad inaendelea kujiandaa na fainali za klabu bingwa ya dunia, ambapo mchezo wao wa kwanza watacheza dhidi ya Manchester City Juni 18 mwaka huu. Wakati huo huo, wawakilishi kutoka kusini mwa jangwa la Sahara, timu ya Mamelodi Sundowns, wenyewe wamemaliza michezo yao ya kirafiki ya kujiweka sawa kuelekea kombe la dunia kwa klabu, ambapo jana imecheza michezo miwili ya kirafiki. Mchezo wa kwanza, vijana wa Miguel Cardoso wameibuka na ushindi wa goli 6-0 dhidi ya Sarasota, na mchezo wa pili pia ikatoa kichapo cha mabao 6-0 kwa Miami FC. Mamelodi Sundowns itatupa karata yake ya kwanza ya michuano hiyo dhidi ya Ulsan HD kutoka Korea Kusini. Juma Kinanguka, Azam Sports. Na sasa tuungane tena na Juma Kinanguka ili kuweza kufahamu kuhusiana na kile ambacho kitatokea katika kombe la dunia la klabu inayoanza alfajiri ya Jumapili wiki hii, ikishirikisha timu 32, ambapo katika ufunguzi Al Ahly ya Misri itacheza dhidi ya Inter Miami ya Marekani. Kuongezeka kwa timu manake ni kwamba hata ushindani pia na changamoto ambayo utaenda kukutana nayo unakuwa ni tofauti. Inawezekana kuna timu ambayo katika msimu husika zilikuwa zinashindwa kushindana pengine na kutoa ubingwa kwenye bara yao, lakini sio kwamba ni timu mbaya. Lakini kwa msimu huu unaweza kuona kwamba kuna zile timu ambazo zinakwenda kushiriki ya mashindano, inawezekana zilikuwa na season mbaya lakini zikawa na wakati mzuri kwenye michuano ya FIFA Club World Cup. Ni tournament ambayo tayari inahusisha vilabu vingi ambavyo kwangu nafikiri vinakwenda kufukia kukosekana kwa baadhi ya timu ambazo pengine wengi walipenda kuona zinakuwepo kama Barcelona, lakini pia nyota kama Lamine Yamal ambao wamekuwa na performance nzuri sana kwenye msimu huu, lakini still tuna watu kama kina Lionel Messi tutakuwa nao kwenye tournament na wengineo wengi. So nafikiri kwangu mimi absence ya Barcelona haipunguzi ile ladha na ushindani ambao au mvuto ambao wengi tunatarajia kwenda kuona. Imagine ilikuwa ni rahisi tu kwenda Amerika Kusini ukaipata tu Palmeiras peke yake na kisha Amerika Kusini unaipata labda Flamengo peke yake, unaipata labda Boca Junior peke yake. Lakini leo hii unaongelea Amerika Kusini wamepewa sport 6, wana nafasi 6 za kuwakilisha. Ulaya wana nafasi 12, Afrika tuna nafasi 4, Asia nafasi 4, Oceania kwa maana ya kule bara la visiwa kama kina New Zealand, Australia na kadhalika wana nafasi 1. Na pia ilipatikana nafasi 1 kwa ajili ya nchi inayoandaa ambao unafahamu dakika za mwisho Los Angeles FC ya Giroud na Hugo Lloris ambao pia imepenya kwenye mashindano. Kwa hiyo leo hii kwa wakati mmoja utaona Boca Juniors na wapinzani wao wa jadi River Plate ndani ya michuano. Ile continental football unachukua ladha ya Afrika, unachukua ladha ya Ulaya, unachukua ladha ya Amerika, kule kuna ladha ya Asia, zinakwenda kukutana kwa pamoja pale Marekani. Kwa hiyo ni michuano ambayo pasina shaka katika wakati huu ambao ligi nyingi zimemalizika duniani, watu walikuwa wanaweza kudhani kwamba watasubiri ligi kwa kipindi kirefu sana mpaka ligi zije kurejea. Nafikiri sasa wamepata kitu ambacho kinaweza kuwafanya kuwa bize kama ilivyokuwa wakati wa msimu. Ni nafasi nzuri kwa timu za Afrika kwenda kuonyesha kwanza vipaji, lakini pia kwenda kuonyesha soka la Kiafrika, lakini pia utamaduni wa Kiafrika. Kuna mvuto wake namna ambavyo mashindano yatavyokuwa, nadhani ni kusubiri tu kuona kupitia Azam TV hiyo burudani ambavyo itakuwa. Ni wachambuzi wa soka hawa wakizungumzia kuhusiana na kile kitakachojiri katika kombe la dunia la klabu. Lakini sasa turejee katika ripoti ya Juma Kinanguka ambaye inautazama mchezo wa alfajiri ya Jumapili wiki hii, ambapo Al Ahly watakipiga dhidi ya Inter Miami.
Katika ufunguzi wa michuano hiyo kesho kutwa alfajiri, mchezo mmoja utachezwa kwa kuzikutanisha Al Ahly ya Misri dhidi ya Inter Miami ya Marekani, ukiwa ni mchezo wa kundi A kwenye uwanja wa Hard Rock mjini Miami. Al Ahly chini ya kocha mpya Jose Luis Riveiro iliweka kambi mapema huko Marekani na inatarajiwa kuwatumia wachezaji nyota kama Hussein El Shehati ambaye ana uzoefu wa michuano hiyo, pamoja na Imam Ashur, kinara mabao katika kikosi hicho, akifunga mabao 13 na pasi za mwisho 7 kwenye ligi kuu ya Misri. Inter Miami ya Marekani, ambayo imesheheni nyota wenye uzoefu zaidi na waliowahi kutamba barani Ulaya, wakiwemo Lionel Messi, Luis Suarez na Sergio Busquets, wanashuka dimbani huku wakiwa na ari kutokana na kucheza katika ardhi yao. Inter Miami inashika nafasi ya 3 katika msimamo wa ligi kuu msimu huu kwenye ukanda wa Mashariki, huku Al Ahly wakiwa ndio mabingwa wa soka nchini Misri kwa msimu huu 2024-25. Kundi A la michuano hiyo kombe la dunia kwa klabu lina timu za wenyeji Inter Miami, Al Ahly, Palmeiras ya Amerika ya Kusini na FC Porto ya Ureno. Michuano hiyo itachezwa katika miji 6 ya Marekani ambayo ni New York, Los Angeles, Miami, Seattle, Atlanta na Philadelphia. Kombe la dunia la klabu litaanza Juni 15 na kumalizika Julai 13 mwaka huu nchini Marekani. Juma Kinanguka, Azam Sports. Namni ripoti hiyo ya Juma Kinanguka, na muda huu ni kupitishe katika ratiba ya kile ambacho utaenda kukishuhudia kupitia kisimbuzi chako cha Azam TV. Ratiba ni kama unavyoona, mchezo wa kwanza utakuwa ni saa 9 usiku ambapo Al Ahly watakipiga dhidi ya Inter Miami, lakini Juni 15 saa 4 kamili usiku PSG watakipiga dhidi ya Atletico Madrid, lakini Juni 17 saa 7 kamili usiku Arsenal watakipiga dhidi ya Mamelodi Sundowns. Juni 18 saa 1 kamili usiku utaishuhudia Manchester City kikipiga dhidi ya Wydad Athletic Club, lakini Juni 18 saa 4 kamili usiku Real Madrid watakuwa kibaruani dhidi ya Al Hilal. Kwa hiyo kama lipo la msingi ambalo ninaweza kukusisitiza, basi hakikisha unalipia kisimbuzi chako ili uweze kushuhudia kile ambacho kitajiri katika finali hizo za kombe la dunia kwa upande wa klabu. Huu ni mshike, lakini kabla ya kwenda mapumziko, miongoni mwa yale tutakayoyafahamu tutakaporejea ni pamoja na hili ambalo nimetoka kufahamisha muda mfupi uliopita, ambapo wachezaji nyota Azizi Ki na Selemani Mwalimu wameng'ara katika maandalizi ya kombe la dunia la klabu. Lakini tutakaporejea, makamu wa pili wa rais wa TFF Steven Mnguto afunguka kuhusu kozi ya VAR kwa waamuzi. Asante kwa kuendelea kutazama mshike, bado upo nami Akida Kilango. Baada ya ligi kuu Zanzibar kufika tamati wiki iliyopita na timu ya Mlandege kuibuka na ushindi, ZFF imeipongeza timu hiyo huku ikisema msimu huu ulikuwa moja ya misimu bora kwao baada ya kushuhudia bingwa akipatikana kwa tofauti ya magoli. Hii imetoa taswira ya picha nzima ya ligi jinsi ilivyokuwa ya Zanzibar kwa msimu huu. Ushindano umekuwa ni mkubwa sana kwa sababu ni kwa mara ya kwanza kwa kipindi kirefu kweli bingwa wa Zanzibar kuweza kupatikana kwanza mpaka siku ya mwisho ya ratiba ya ligi mbili kwa idadi hiyo ya magoli na sio alama za ligi husika. Kwa hiyo hii inaonyesha wazi, na ni kweli ushindano ulikuwa ni mkubwa kwa sababu mpaka wiki mbili kabla wiki moja ya mwisho ilikuwa bado kuna timu ya mafunzo iko pale ina tamaa kuwa bingwa, timu ya Makumbi iko pale kuna tamaa kuwa bingwa, lakini michezo miwili ya mwisho ile basi baada ya kutetereka kidogo kwa timu hizi mbili zikaacha mwanya kwa timu mbili hizo hapo ya KVZ na Mlandege kwenda kuwa bingwa. Kwa hiyo ni ushindani ambao umekuwa ni mkubwa, na kwa sisi kama ZFF tunafarajika kwa sababu mpira miguu kwa nafasi yote ile ni mchezo wa project. Sasa project tunajaribu kuipima katika maeneo makubwa matatu, eneo la kwanza, la katikati na eneo la mwisho. Kwa sisi kama ZFF tunajiona tupo katika eneo la katikati kwa sababu tunakwenda kule ambako tunakutamani kuona tunafika. Kwa hiyo kwa kile ambacho tumekiona kwenye ligi tunaona kwamba tunaelekea kuzuri na tutafika kuzuri zaidi. Katika hatua nyingine, shirikisho la mpira wa miguu Zanzibar limeendelea kujivunia mafanikio wanayoyapata hivi sasa katika soka, huku wakishukuru TFF kwa nafasi walioipata ya kuandaa fainali za kombe la shirikisho la CRDB Bank kwa mara ya pili mfululizo. Kupatikana nafasi pia kwa mwaka wa pili mfululizo nafasi ya kuhosti mchezo wa fainali ya kombe la CRDB FA Cup kwa Zanzibar ni jambo la kushukuru na la kujivunia kwa nafasi moja ama nyingine kwa mashabiki wa mpira miguu wa visiwani, kwa sababu ilikuwa inachukua muda mashabiki wa visiwani
kuwa nafasi ya kuona fainali kama hizi, kuziona timu kubwa labda kwa upande wa Tanzania bara, ili wachukua nafasi ya kwamba wao wajizao huku bara, waende zao bara kwa ajili ya kuona ile michezo. Lakini sasa hivi imekuwa ni rahisi pia, michezo inakuja kule. Kwa hiyo ni jambo zuri, ni jambo la kushukuru. Kwa upande wetu sisi kama ZFF kwenye maandalizi tunakwenda vizuri. Na kwa sasa tumekuwa wabobevu. Kwa hiyo mwanzo ikija michezo kama hii ilikuwa inatupa headache kidogo. Tunafanya nini? Tunakwenda, sababu tulikuwa hatuna ule uzoefu uliokuwa mkubwa. Lakini katika siku za hivi karibuni kuja kwa michezo mikubwa, fainali kubwa kama hizi, tayari tumeshapata ule uzoefu wa kutosha. Kwa hiyo kwetu sisi maandalizi yamekuwa ni rahisi mno, na tayari kwetu sisi tumeshaanza maandalizi, na kwa asilimia karibu 80 tumeshaanza kuyakamilisha haya maandalizi ya kuweza kuhosti mchezo huu wa kombe la shirikisho, makombe la CRDB FA Cup kwa upande wa Tanzania bara. Kwa kwetu sisi kuja Zanzibar na maandalizi yetu, kila kitu kinakwenda vizuri, bakisha asilimia 20 tu ambazo labda kupatikana kwa ratiba kamili, ujaji wa timu na mambo mengine kama hayo, ili tu tunakamilisha. Lakini katika maandalizi awali ni muhimu, tumeshakamilisha kwa asilimia 80 tayari. Na sasa tutazame maandalizi ya Singida Black Stars kuelekea katika michezo yao miwili iliyosalia ya ligi kuu ya NBC katika mzunguko wa 29 pamoja na mzunguko wa 30. Kwa maana ya wiki moja iliyopita wanaendelea na maandalizi ya mazoezi, na timu inaendelea na mazoezi kwa ajili ya mpambano ambao uko mbele yetu, ambao tarehe ya jirani ni tarehe 18 tutacheza na Dodoma Jiji pale Dodoma. Umuhimu mkubwa, target moja ya malengo kwa maana ya klabu iliyojiwekea ni kuhakikisha tunashinda kila mechi ili tuendelee kupata confidence. Kama unavyojua tumepata nafasi kushiriki mechi za kimataifa. Kwa haya tunaamini inawezekana ni moja ya mazoezi yetu, lakini pia kama unavyofahamu tarehe 28 tutaelekea Zanzibar kwa ajili ya mchezo wa fainali wa kombe la FA. Kwa hiyo hii mechi hizi mbili ambazo zipo mbele yetu ni moja ya maandalizi kuelekea hiyo fainali. Ligi kwa kweli ni ngumu. Ligi ni ngumu, lakini na sisi tumejipanga vizuri. Lakini naamini kwa maandalizi tunayofanya, technical bench maandalizi wanaendelea nayo, naamini tunaenda kufanya vizuri kwa sababu nia tunayo na uwezo huo tunao, na ukiangalia squad yetu tuna uwezo wa kupata matokeo popote. Mimi kama shabiki na pia kama mkazi wa Singida, ninaona kabisa Singida wana uwezo wa kupata pointi 3 muhimu, kwa sababu kwanza ni washindani kwenye ligi, hilo la kwanza kabisa. Na endapo kama wakipata matokeo ni faraja na furaha kwetu kama wakazi wa Singida. Naona kabisa wanapata matokeo ambayo ni mazuri kutokana na nafasi walioko kwenye ligi. Ukweli mechi itakuwa ngumu, lakini kikosi chetu cha Singida Black Stars tunakiaminia sana. Tunawaambia Dodoma Jiji pointi 3 muhimu, kwa sababu hii mechi ndio ambayo inaenda kuamua kwamba tunakaa nafasi ya 3. Kwa sababu mimi kikosi changu kizuri. Ukiangalia kikosi cha Singida Black Stars ni kizuri. Ukiangalia kule mbele tunaye Soa, tunaye Lupia, kocha wetu pia yuko vizuri, kwa hiyo lazima tupate pointi 3 muhimu. Kikosi cha KMC FC kimeendelea kujifua na michezo ya kirafiki kuelekea katika mchezo wa raundi ya 29 dhidi ya Mashujaa, huku lengo lao likiwa ni kupata matokeo ya ushindi ama sare ili kujihakikishia nafasi ya kusalia katika ligi kuu msimu ujao. Tumeweza kupata michezo ya kirafiki isiyopungua miwili. Mchezo wa kwanza ambao tulitoka sare dhidi ya timu moja kubwa nchini, tulitoka sare ya bao 1-1, lakini jana tulipoteza mchezo mwingine wa kirafiki dhidi ya JKT Tanzania. Kwa bahati mbaya tulipoteza kwa bao 1-0, lakini the way timu ilivyocheza inatuhakikishia kwamba vijana wako kwenye morali nzuri kuelekea kwenye michezo ambayo inafuata. Kwa sasa hivi leo tutafanya mazoezi ya mwisho katika jiji la Dar es Salaam, na baada hapo tutaanza safari ya kuelekea mkoani Kigoma kwa ajili ya mchezo wetu dhidi ya Mashujaa. Tunajua Kigoma ni mbali kidogo, na logistic ya usafiri ambao tunautumia unafahamu, tunatumia basi, tutatembea almost masaa 24 na plus kufika mkoani Kigoma. Kwa wachezaji watahitaji wapumzike, wafanye recovery session na baadaye kujiandaa kwa ajili ya huo mchezo. Kwa hiyo tunaenda mapema kwa ajili ya kupata huo muda wa kuweza kupata recovery. Tunafahamu Mashujaa ni moja ya timu ngumu, moja ya timu ambayo unapocheza katika dimba lake la nyumbani wanakuwa very aggressive, lakini sisi tunakwenda kupambana kupata alama 3. Ikishindikana kabisa tutapambana tupate alama 1. Tunafahamu tukipata alama 1 tu inatosha kutufanya sisi kusalia ligi kuu kwa ajili ya msimu ujao. Na tumetoka kuwatazama KMC hapo wakitazama kile ambacho wanakiendea katika mchezo wao wa mzunguko wa 29. Lakini sasa ni kufahamisha tu kwamba taarifa ambayo tumeipata hivi punde inaeleza kwamba mwenyekiti wa bodi ya ligi kuu Tanzania TPLB Steven Mguto amewasilisha barua ya kujiuzulu wadhifa huo
Katika hatua nyingine, rais wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF Wallace Karia amemsimamisha kazi ofisa mtendaji mkuu wa TPLB Almas Kasongo. Taarifa hiyo ambayo tumeipata muda mfupi uliopita ikiwa imesainiwa na katibu mkuu wa TFF Wilfred Kidao, ikiwa ni taarifa rasmi kutoka katika shirikisho la mpira wa miguu nchini TFF. Tukiendelea kutazama mengine katika mshike, baadhi ya mashabiki wa Wajelajela Tanzania Prisons wametamba kwamba timu yao itaibuka na ushindi katika michezo yao miwili ya ligi kuu ya NBC iliyosalia dhidi ya Young Africans Juni 18 dimba la kumbukumbu ya Sokoine jijini Mbeya, na ule wa Juni 22 dhidi ya Singida Black Stars. Tanzania Prisons inaingia katika michezo hiyo ikiwa inashika nafasi ya 13 baada ya kukusanya alama 30, hivyo inahitaji matokeo ili ijinasue katika mchezo wa kucheza playoff kusalia katika ligi kuu. Tuna uhakika kwamba tunakwenda kuchukua pointi 3 dhidi ya Yanga. Sisi yoyote kwa sasa hivi atakayekuja kwenye uwanja wa Sokoine, kutokana na vile jinsi ambavyo tumejipanga, benchi la ufundi pamoja na wachezaji na viongozi wa timu, hatuna wasiwasi na timu yoyote inayokuja mbele yetu. Kwa hiyo tuna uhakika kwamba tutapata pointi 3. Kwa hiyo tunawakaribisha wale watakao kuja kwenye uwanja wa Sokoine waje, lakini wajue kwamba pointi 3 wanaziacha, na tutakapotoka hapo kwenda kucheza na mechi nyingine ambayo tutamalizia nje ya Mbeya, tuna uhakika kwamba tutapata ushindi. Timu yetu sasa hivi iko imara. Ndio maana hatuna wasiwasi na mechi yote ambayo inakuja mbele yetu. Sisi Prison kama Prison tumejipanga, tunataka point 3 muhimu kwa sababu tumebaki na mechi 2. Hatutaki kwenda playoff. Tuna mechi 2 mkononi ambazo ni za muhimu. Ya kwanza tunakutana na Yanga, ya pili ni Singida Black Stars. Kwa hiyo sisi kama sisi Prison tumejipanga ipasavyo. Tunaomba tu Yanga nao wajipange vizuri, wasichukue yale mazoea ya kwamba tunaenda kuchukua point 3 kama walivyozoea huko nyuma. Hizi ni mechi nyingine, tumejiandaa kivingine zaidi. Tukiendelea kutazama mengine katika mshike, mapema leo kabla ya kuandika barua ya kujiuzulu, aliyekuwa makamu wa pili wa rais wa shirikisho la soka TFF Steven Mguto alifunga kozi ya awamu ya 3 ya VAR ambayo imefanyika katika viwanja vya Azam Complex viliopo Chamazi jijini Dar es Salaam. Kozi hiyo ni ya siku 5, ilijumuisha waamuzi 19, ambapo Mguto aliishukuru CAF na FIFA kwa kuwaunga mkono kwenye jambo hilo. Napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa siku yetu ya leo, kutufikisha hapa salama, na nafurahi kukaribishwa katika hafla hii ya kufunga kozi hii muhimu sana ya VAR, na kwamba niwashukuru sana CAF na FIFA, na hasa FIFA ndio wameweza kutusapoti sana katika hili swala ambalo tuna uhakika kabisa ni jambo jema ambalo la kuweza kutusaidia upande wetu wa referee. Kwa hiyo tunashukuru sana FIFA na tunashukuru marefari wetu kwa kuattend hii course, na naambiwa kwamba wame attend na wamekuwa weledi sana katika jambo hilo, na tunaamini tutakapokuja kuanza tutakuwa na watu ambao wanaojua na wala sio watu ambao tunafikiri wanajua, kwa sababu wamekuja wakufunzi tofauti wanawapa maarifa, na haya ndio ambayo tunayatafuta ili tuhakikishe kwamba mpira wetu unaendelea. Kwa hiyo mimi ninafurahi sana kuona haya niliyoyaona na kuyasikia niliyoyasikia, naomba ni declare kwamba hii kozi yetu imefungwa leo. Na mnanikumbusha tu kwamba kozi hiyo aliifunga leo mchana, na jioni hii ndio ameweza kuandika barua hiyo ya kung'atuka katika nafasi hiyo. Lakini kwa sasa tupate mapumziko mafupi, tutakaporejea yapo mengine tutakayofahamu hapa katika mshike. Tafadhali usiondoke. Kwenye mshike bado upo na Akida Kilango. Uongozi wa klabu ya Mbeya City umesema timu hiyo ya kizazi kipya itaweka kambi kuanzia mwezi Julai mwaka huu kujiandaa na msimu mpya wa ligi kuu ya NBC 2025-26. Mtendaji mkuu wa klabu hiyo Ali Ndunduma ameiambia Azam Sports kuwa watafanya kila linalowezekana kuhakikisha Mbeya City inarejea katika ligi kuu na kutoa ushindani kutokana na usajili na maandalizi watakayoyafanya. Tuko na maandalizi ya timu yetu, na katika maandalizi haya yapo ya aina 3.
Jambo la kwanza ni usajili, lakini jambo la pili ni kambi, na jambo la tatu ni uendeshaji. Sasa kwenye eneo la usajili tunaendelea na usajili kwa maana ya mazungumzo kama nilivyotangulia kusema pia hapo awali, pia juu ya kuzungumza na wachezaji wetu wenye uwezo ambao tulisema kwamba wamefanya vizuri na uwezo wao unaendana na quality ya ligi kuu. Kwa hiyo tunaendana nao, kwa sababu kama ninavyosema nyakati zote kwamba usajili katika timu ni swala la kawaida. Yaani dirisha kubwa utasajili, dirisha dogo kulingana na uwezo wa timu yako na wachezaji ambao unaona nje na timu unazoshindana nazo. Lakini vile vile hata mashindano unayoyaendea yanakupelekea wewe kufikiria usajili wa namna gani. Kwa hiyo tunaendelea na hilo eneo. Lakini kwenye usajili wako hao tunaendelea nao ndani, kwa maana ndani ya timu yetu ambao tulikuwa nao. Lakini wakati huo tunaendelea na wachezaji ambao baada ya msimu kuisha na dirisha kufunguliwa tutaendelea na wachezaji ambao kwenye timu zingine. Na kwenye timu zingine inawezekana ikawa ndani ya nchi au akawa nje ya nchi. Sisi tunatarajia mpaka mwezi wa 7 mwishoni tuwe tumemaliza usajili wetu awamu ya kwanza, na mwezi wa 7 huo tunategemea kambi ianze ya pre-season, na tupo tunaendelea na maandalizi yetu ya pre-season yetu atakavyokuwa. Tukielekea sasa mkoani Mwanza, kikosi cha Pamba Jiji FC kimeendelea na mazoezi makali kujiwinda na michezo yao miwili iliyosalia dhidi ya JKT Tanzania Juni 18 na ule wa Juni 22 dhidi ya KMC ili waweze kuvuna alama 6 katika michezo hiyo. Kocha msaidizi wa Pamba Jiji Mathias Wandiba amesema kikosi chake hakina majeruhi na wanajiandaa katika uwanja wa mazoezi kwa ajili ya mzunguko wa 29 na mzunguko wa 30. Kwa upande wa mchezaji Justin Omari amesema kutokucheza kwa muda mrefu kunaweza kuwa tatizo, kwani ni ngumu kufahamu kama makosa yaliyokuwa yanajitokeza katika kikosi chao yatakuwa yamerekebishwa. Sasa tutazame kile ambacho kimezungumzwa na kocha msaidizi wa Pamba Jiji kuelekea katika michezo yao iliyosalia ligi kuu ya NBC. Nafanya maandalizi yetu kwa utulivu, na kikubwa ni target yetu ni kuhakikisha kwamba tunamaliza michezo yote miwili katika kupata alama 3, na kikubwa tunajiandaa mechi ya kwanza dhidi ya JKT tarehe 18. Kwa hiyo ndio mechi ambayo sisi kwanza target zetu ziko hapo. Tunajua tuna michezo miwili, lakini kwanza hesabu yetu ni mchezo ambao tunaanza nao kwa maana ya JKT. Kwa hiyo kikubwa ni kwamba maandalizi yako vizuri na wachezaji wote kama unavyoona wako mazoezini, lakini kikubwa ni kwamba hamna majeruhi, wachezaji wote wamerudi ambao walikuwa injured. Kwa hiyo kikubwa ni kwamba sisi tunajiandaa vizuri na tunaendelea kujiandaa kwa hizi siku ambazo zimebakia kuhakikisha kwamba tunafanyia mapungufu yale ambayo yamejitokeza katika michezo iliyopita. Kwa asilimia kama 50 tunaweza tukasema uweze kupredict kwamba unaenda kupata ushindi katika mchezo wa. At least ungekuwa tumepata mechi yenye ushindani, tungekuwa tushajua wapi tunakosea au wapi tunapungukiwa tuweze kurekebisha kuelekea mchezo. Lakini hicho ndio kikubwa kinachotusumbua mpaka sasa, lakini tuna uhakika. Timu ya mkoa wa Mwanza imeanza kambi ya siku 3 katika shule ya sekondari Nsumba kujiandaa kwa ajili ya michuano ya umoja wa michezo kwa shule za sekondari UMISETA itakayofanyika katika mkoa wa Iringa. Jumla ya wanafunzi 120 na walimu 21 ndio watakaowakilisha mkoa wa Mwanza katika michezo hiyo. Majina ya wanamichezo 120, walimu 21 na viongozi 3 watachaguliwa na wataanza maandalizi ya kambi, na tarehe 15 usiku wataondoka kuelekea Iringa ambapo watafikia shule ya sekondari Klelu ambapo wataweka kambi kuanzia tarehe 16 hadi 19. Tunafanya hivi katika kuwajengea uzoefu wa kuzoea hali ya baridi, hali ya hewa ya baridi iliyoko mkoani Iringa. Hawa vijana ambao watachaguliwa wanatarajiwa kumaliza mashindano ya kitaifa tarehe 29 na watarejea Mwanza
Kama ni kuwapokea, tutawapokelea hapa hapa tarehe 1 mwezi wa 7 tarehe 2025. Kauli mbiu ya mwaka huu ni kuhamasisha uchaguzi wa amani, na wanafunzi wetu hawa wengine wana miaka zaidi ya 18, kwa hiyo wanaruhusiwa kupiga kura, na tunaendelea kutangaza amani katika uchaguzi mkuu. Zaidi wote watakaochaguliwa tunaomba mtuwakilishe, muendelee kuonyesha nidhamu mlioionyesha hapa, lakini pia jitihada ziwe kubwa na nzuri ili turudishe ubingwa wetu. Tunapoenda kushindana na wenzetu lazima waisome namba. Kwa hiyo vijana nawatia shime, nendeni mkapambane, katumie juhudi na maarifa kuwakilisha mkoa wetu vyema katika mashindano ngazi ya taifa. Mchezo wa 4 wa fainali ya ligi ya mpira wa kikapu Marekani NBA utachezwa alfajiri ya kesho, ambapo Indiana Pacers zitaikaribisha tena Oklahoma City Thunder kwenye katika mchezo ambao utapigwa huko Marekani. Taarifa zaidi na Kennedy Moses. Ni kuombe radhi kwa kukosekana kwa taarifa hiyo, lakini tukiendelea kutazama mshike wakati ukiwa kwenye maandalizi ya kombe la dunia kwa ngazi ya klabu, Juventus imemwongeza mkataba wa miaka 2 kocha wake mkuu Igor Tudor ili kuendelea kukinoa kikosi hicho. Tudor alijiunga na vigogo hao wa soka la Italia akichukua nafasi ya Thiago Motta ambaye alifutwa kazi baada ya kutupwa nje katika michuano yote mikubwa ya Ulaya. Baada ya kukabidhiwa timu, Tudor amepoteza mchezo mmoja pekee kwenye ligi kuu Italia na kuisaidia Juventus kumaliza nafasi ya 4 ya msimamo na kupata uhakika wa kushiriki katika ligi ya mabingwa Ulaya msimu ujao, jambo ambalo huenda limeivutia zaidi Juventus kumwongezea mkataba wa miaka 2 kocha huyo ambaye awali alitakiwa kuiongoza timu hiyo hadi kumalizika kwa msimu. Na nikufahamishe tu kwamba timu ya taifa kwa wanawake Twiga Stars imeanza vyema katika michuano ya Sekafa dhidi ya Sudan Kusini, ikipata ushindi wa mabao 4-0 katika mchezo ambao umemalizika muda mchache uliopita katika dimba la Azam Complex Chamazi. Na kufika hapo hatuna la ziada katika mshike, lakini kabla ya kuhitimisha, miongoni mwa tuliokuwa nao siku huu ni pamoja na bodi ya ligi Tanzania ya sogeza mchezo wa dabi ya Kariakoo Yanga na Simba hadi Juni 25. Rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan afanya mazungumzo na viongozi wa klabu za Simba na Yanga. Na wachezaji nyota Aziz Ki na Selemani Mwalimu wang'ara Wydad maandalizi ya kombe la dunia ngazi ya klabu. Kufika hapo hakuna la ziada katika mshike. Kwa niaba ya timu nzima iliyoshiriki kukuandalia, mimi ni Akida Kilango, ni kusisitize kwamba lipia kisimbuzi chako 28,000 ili basi uweze kushuhudia kombe la dunia ngazi ya klabu, lakini pia Juni 25 ni mtanange wa watani wa jadi dabi ya Kariakoo.